Idadi ya vifo kufuatia maandamano yanayoendelea kuitikisa Iran imeongezeka kufikia watu 3428 kulingana na shirika la haki za binadamu la Iran. Taarifa hiyo inaeleza kuwa vifo hivyo vimetokana na makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama, huku majeruhi wakiwa maelfu na mamia ya watu wakiripotiwa kukamatwa katika miji mbalimbali nchini humo. Maandamano hayo yamekuwa yakiongezeka kwa ukubwa na ukali licha ya taarifa hivi karibuni yakionekana kupungua kwa kasi na serikali ya Iran kutangaza hali ya utulivu. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, vikosi vya usalama vilitumia nguvu kubwa kuwatawanya waandamanaji, zikiwemo risasi, mabomu ya machozi na kukata mawasiliano ya internet katika baadhi ya maeneo. Hali hiyo imezua hofu miongoni mwa raia na kulaaniwa vikali na jumuiya za kimataifa, huku mashirika ya kimataifa yakitaka uwajibikaji na kulindwa kwa haki za msingi za wananchi. Maandamano hayo pia yamechukua sura ya kimataifa baada ya Marekani kutishia kuingilia kati, ikieleza wasiwasi wake juu ya hali ya usalama na ukiukwaji wa haki za binadamu uliokuwa ukiendelea nchini Iran. Kauli hiyo imezidisha mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Iran ikionya kuwa itachukua hatua kali kulipiza kisasi endapo kutakuwa na uingiliaji wowote wa kijeshi kutoka mataifa ya nje. Katika hatua inayodhihirisha uzito wa hali hiyo, Marekani ilianza kuwaondoa wanajeshi na raia wake kutoka katika baadhi ya kambi zake Mashariki ya Kati, ikieleza kuwa ni hatua ya tahadhari ili kulinda maisha ya askari wake dhidi ya hatari inayoweza kujitokeza. Hatua hiyo imetafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kama ishara ya maandalizi ya uwezekano wa kuzorota zaidi kwa hali ya kiusalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, Uingereza ilitangaza kuufunga kwa muda ubalozi wake mjini Tehran, ikitaja sababu za kiusalama na hatari kwa wafanyakazi wake. Serikali ya Uingereza ilisisitiza kuwa uamuzi huo ni wa muda na unalenga kuhakikisha usalama wa raia wake, huku ikiendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya kisiasa na kiusalama nchini Iran. Kwa ujumla, hali nchini Iran inaendelea kurejea kuwa ya kiusalama kiasi, huku maandamano yakiendelea kupungua. Idadi ya vifo imeongezeka na mvutano wa kimataifa ukichukua nafasi kubwa. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kutulizwa kwa hali hiyo, huku mazungumzo ya amani yakihitajika zaidi na kuheshimiwa kwa haki za binadamu ili kuepusha migogoro mikubwa katika miji ya eneo hilo. Salumu Amani, Kawabe News.